Ukiishi kwa mafanikio ya jana, utashindwa leo. Hili ni somo muhimu sana tunalojifunza kutoka kwa kampuni ya Nokia. Kulikuwa na wakati ambapo Nokia ilikuwa mfalme wa simu duniani. Karibu kila mtu alikuwa na simu ya Nokia mkononi. Simu zake zilikuwa imara, betri ilikaa muda mrefu, na jina lake liliheshimiwa kila kona ya dunia. Tatizo halikuwa ubora wa bidhaa. Tatizo lilikuwa kushikilia mafanikio ya jana. Nokia iliamini kuwa simu bora ni ile inayodumu na kupiga simu vizuri. Lakini wakati huo huo, dunia ilikuwa inabadilika kimya kimya. Watu hawakutaka tena simu ya kupiga tu. Walitaka kamera bora, internet, programu na uzoefu mpya kabisa. Apple na Android waliona mabadiliko hayo mapema. Nokia haikuyaona. Au labda iliyaona lakini ikaogopa kubadilika. Wanasaikolojia wanaita hali hii status quo bias, kupendelea kubaki kwenye hali tuliyoizoea hata kama dunia inasonga mbele. Nokia ilikuwa mfano hai. Ilichelewa kubadilika, ikategemea mbinu za zamani na hatimaye ikaanguka. Na hili hutokea pia kwetu binafsi. Biashara, kazi au kipaji kinapofanikiwa, tunajenga mazoea na kuyaabudu. Lakini ukweli ni huu: ukikataa kubadilika, dunia itakubadilisha kwa nguvu. Somo ni moja: ukitaka maisha yawe rahisi baadaye, lazima uyavuruge kidogo sasa. Jifunze upya, jaribu kitu kipya, badilika kabla hujalazimishwa. Usingoje soko libadilike, badilika wewe kwanza.